Kwa majina naitwa Omar Issa Kombo, ni mgombea wa nafasi ya ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Wingwi. Na mimi nikiwa miongoni mwa wananchi ambao wanapiga kura jimbo hili katika shehia hii ya mjini Wingwi. Kwanza nimeseme nimeshatekeleza haki yangu ya kisheria ya kupiga kura. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana wananchi wenzangu wa jimbo la Wingwi, kwanza kwa kujitokeza kwa wingi katika zoezi hili la upigaji wa kura katika kutumia ile haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi. Pili, niendelee kuwashukuru wenzetu wa tume ya uchaguzi zote mbili, kwa maana ya ile ZEC na INEC, kwa usimamizi mzuri wa uendeshaji wa zoezi la upigaji wa kura. Sambamba na hilo, niendelee kuwashukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuendelea kudumisha amani na usalama. Vile vile niwapongeza sana wananchi wenzangu kwa kuendelea kudumisha amani. Wananchi ni watulivu, wanaendelea kupiga kura katika hali ya utulivu na salama. Niseme kwamba kwa kweli mimi kama mgombea nimeridhishwa mno na hali ya uendeshaji wa zoezi la upigaji wa kura. Zoezi linaendelea kuenda salama, wananchi wanajitokeza, wanapiga kura zao, wanacheka, wanafurahi. Hii kwa kweli ni historia kwa Zanzibar. Niwapongeze sana viongozi wangu wakuu, Daktari Samia Suluhu Hassan, Dr. Hussein Ali Mwinyi, pamoja na viongozi wengine wasaidizi wao kwa kuendelea kulisimamia zoezi la uchaguzi katika hali ya utulivu, amani na usalama. Niwashukuru sana, niendelee kuwaomba wananchi tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kupiga kura katika hali ya utulivu na usalama. Asante. Niendelee kutoa wito tu kwa wale wananchi wenzangu ambao bado hawajafika kituoni, kwa maana hawajajitokeza kuja kupiga kura, basi watoke. Hali iko salama, hali iko shwari, hakuna tatizo lolote. Yani ni zaidi ya ushuari, au napata kusema ni zaidi ya salama. Hali iko salama sana. Kwa hiyo niwaombe wananchi wajitokeze, waje watumie haki yao ya kikatiba bila hofu, bila woga, bila tatizo lolote. Karibuni sana wananchi wenzangu, mje mpige kura. Hii ni fursa. Ndani ya miaka 5 fursa hii inapatikana siku moja. Na kwa hapa tunaeka mustakabali wa nchi yetu. Kwa hiyo wananchi mjitokeze kuja kuchagua viongozi wenu ili muweke mustakabali wa nchi yenu, wa maendeleo yenu, wa maisha yenu katika kipindi cha miaka 5 inayokuja. Asante.